Habari za wakati huu mtazamaji wetu wa SAUT TV, na karibu katika taarifa ya habari kwa siku ya leo. Na miongoni mwa taarifa tulizokuandalia ni pamoja na wananchi wa jiji la Mwanza wameeleza umuhimu wa kusoma vitabu. Nchini Uingereza, mkutano wa kimataifa wa ngazi ya juu umeanza leo ukilenga kujadili njia za kurejesha amani nchini Sudan. Na katika michezo, ukimya wa TFF kuhusu dabi ya Kariakoo waibua mashabiki wa soka nchini. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami Glory Mko nitakayekusomea habari za kitaifa na kimataifa, Aksa Raymond katika habari za kibiashara, lakini Hamudi Sanze katika habari za kimichezo. Na tuanze na habari za kitaifa. Wananchi wa jiji la Mwanza wameeleza umuhimu wa kusoma vitabu na kutoa wito kwa wananchi kuwa na mazoea ya kusoma vitabu, kwani utawaongezea maarifa. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Maureen Samson. Tarehe 23 ya kila mwezi Aprili kila mwaka, shirika la elimu na sayansi UNESCO linaadhimisha siku ya vitabu duniani. Siku ya leo nimezungumza na wananchi wa jiji la Mwanza kutaka kujua hasa nini umuhimu wa kusoma vitabu. Mimi natoa wito kwa jamii iweze kusoma vitabu kwa sababu vitabu ni muhimu sana, vinakuza taaluma zao, lakini pia zinasaidia kukuza ujuzi wao. Kusoma vitabu kuna umuhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Kwanza kabisa kunaongeza maarifa, lakini pia kusoma vitabu kuna burudisha. Mfano, una mawazo, umechoka, kupitia kusoma vitabu mawazo yako yatatoka. Lakini pia kusoma vitabu kunasaidia katika tafiti mbalimbali. Vitabu hii inaturahisishia sana katika ufaulu wetu, hasa tunapokuwa tumepewa zile assignment. Kwa tukiwa tunasoma vitabu kupitia library, inatupa sana urahisi wa kusearch material mbalimbali, kupata kile tunachokipata, hatimaye kufikia malengo yetu ya kitaaluma. Naye msimamizi wa maktaba akazungumza haya. Kuna umuhimu mkubwa sana kusoma vitabu ili kupata maarifa. Bila kusoma vitabu maarifa yanadumaa. Kwa hiyo unaposoma vitabu unaongeza maarifa. Na kwa wanafunzi itawasaidia pia katika masomo yao kufahamu zaidi wanayofundishwa na kufaulu mitihani, kufanya vyema assignment pia. Wito wangu hasa kwa kizazi cha sasa hivi, kiongeze bidii katika kutafuta elimu ili maarifa yawe waweze kumaliza. Ukimaliza chuo wamalize kweli unaona huyu kweli ni muhitimu. Kwa mfano labda amesoma mass communication kama hivyo au sheria, unaona kweli huyu sheria anaziweza. Lakini bila kusoma unakuwa mbabaishaji, na bila kusoma ufaulu kwa kweli utakuwa mbaya au unaweza usifaulu kabisa. Licha ya kuwa siku za hivi karibuni swala la usomaji wa vitabu limepungua kwa kiasi kikubwa, bado wananchi wanaona kuna umuhimu mkubwa wa kusoma vitabu. Maureen Samson, SAUT TV. Shukran sana Maureen Samson kwa taarifa hiyo. Na tuendelee na habari nyingine, ambapo wakati teknolojia ikiendelea kukua kwa kasi duniani, wadau wa elimu jijini Mwanza wameeleza kwamba ukuaji wa teknolojia una mchango mkubwa katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya elimu, kwani inarahisisha upatikanaji wa maarifa. Rahel Magae ana undani wa taarifa hii. Maendeleo ya sayansi na teknolojia duniani yamekuwa kwa kasi kubwa zaidi. Mmoja miongoni mwa sekta zinazonufaika na maendeleo hayo ni pamoja na sekta ya elimu. Na hapa ni katika chuo cha Mtakatifu Augustine, baadhi ya wanafunzi wameweza kueleza ni kwa namna gani maendeleo ya sayansi na teknolojia yameweza kuleta urahisi katika elimu yao na masomo yao kiujumla. Teknolojia iko katika ya namna mbalimbali, haswa inayowahusu wanafunzi. Mojawapo ni matumizi ya simu kwa wanafunzi. Imekuwa na faida kubwa sana kwa maana wamekuwa wakisearch material mbalimbali kupitia application zilizoko kwenye simu zao. Haswa pale ambapo wanataka kujifunza material mengine zaidi kupitia simu zao. Mfano mzuri, unakuta mwanafunzi anapewa swali, hivyo anaenda kwenye application ya Google, then ana search maswali, anajifunza kupitia simu yake ya mkononi. Kwa majina naitwa William Yusufu, ni mwanafunzi mwaka wa kwanza katika chuo cha Mtakatifu Agustino kilichopo Mwanza. Kwa upande wangu, unapozungumzia swala la maendeleo ya sayansi na teknolojia,
Kwangu mimi yana mchango chanya, kwa sababu kianza kwenye matumizi ya simu. Simu inanisaidia kujua mambo mbalimbali, kwa mfano AI. Kama kitu sijui, natumia AI kujua. Na pili, kwenye upande wa ufundishwaji, kwa mfano matumizi ya projector. Napokuwa darasani, lecture anapotumia projector inakuwa rahisi sana kuelewa, tofauti na asipotumia projector. Aidha, mmoja wa wakufunzi katika chuo hiki ameelezea ni kwa namna gani maendeleo hayo ya sasa ya teknolojia yanamrahisishia katika suala zima la ufundishaji wake. Ukilinganisha miaka 25 iliyopita, sasa hivi kuna maboresho makubwa katika matumizi ya vifaa vya kisayansi na teknolojia katika kujifunza. Kwa mfano kama hapa chuoni na projector inarahisisha katika kufundisha wanafunzi, wanakuwa naangalia pale yale maandishi, highlights zile, ndio wanawafundisha. Tofauti na zamani miaka 25 30 watu walikuwa wanatumia kichwa walimu. Kwa hiyo hii kidogo kwa namna fulani imerahisisha. Na pande mwingine, kwa mfano vile kaangalia hata matumizi ya simu hizi mpya zinapatikana hizi. Zimeanza miaka 2000 mwanzoni. Simu hizi mtu akizitumia vizuri hizi ni vyanzo vizuri vya kujifunza sana. Inategemea unaangalia nini. Kama ni udaku, basi ndio hivyo utakuwa mtu udaku. Lakini kama kuna vitu vya kujifunza serious, kuna kama ya Google Scholar mle, na vitu vingi vya academic vya utafiti nini, kwa mtu anaweza kutumia. Hayo ni baadhi ya maoni kuhusu swala zima ya maendeleo ya sayansi na teknolojia yanavyoweza kurahisisha katika swala la elimu. Mimi ni Rahel Magai. Asante sana Rahel Magai kwa taarifa hiyo. Tutamatishe habari zetu za kitaifa na taarifa kutoka hapa Chuoni South, ambapo wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino campus kuu ya Mwanza wameeleza namna bora ya utunzaji wa mazingira, hususan katika maeneo yanayozunguka chuo hicho. Mwanahabari wetu Maureen Samson ana haya aliyotuandalia. Utunzaji wa mazingira ni afya. Leo nimezungumza na wanafunzi katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kujua ni kwa namna gani wanahakikisha utunzaji wa mazingira, na haya ni maoni yao. Kwanza kabisa mimi napenda kutunza mazingira, lakini pia ninahakikisha kwamba mazingira yangu ni safi niwapo chuoni, kwa kuhakikisha kwamba situki pita katika ovyo. Hasa nikiwa upande wa darasani, nahakikisha kwa mfano nikinywa maji ya kunywa, nikimaliza huwa nachukua ile chupa na kuiweka mahali salama. Nahakikisha situpi taka ovyo, naweka taka katika mpangilio maalum sehemu zinapohitajika ili kuepusha uchafuzi wa mazingira, na washauri wasiweze kutupa taka ovyo ili kufanya mazingira yawe safi. Nahakikisha nitumiapo plastiki, nahakikisha napeleka sehemu ambao inahusika, labda dampo au sehemu zingine za kutunza takataka. Upande mwingine, labda upande wa kupanda miti kwenye viunga vya mazingira ya chuo, hakikisha kwamba labda mimi upande wangu nipande mti wangu ambao nitausimamia. Ifikapo na hitimu miaka yangu 3, huo mti utakuwa na utasaidia kwa namna moja ama nyingine. Tumefanikiwa mpaka saizi kuweza kuwafikia wanafunzi wengi sana katika Chuo cha Mtakatifu Agustino, kwa sababu tunajua hiki chuo kina wanafunzi zaidi ya 14,000. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa ukubwa kwa njia mbalimbali ambazo tunazitumia. Njia ya kwanza ambayo tunaitumia ni kuweza kuwapa elimu wanafunzi. Tunapita kila madarasa, kila venue mbalimbali kuweza kuwapa wanafunzi hao elimu, hususan namna gani kuweza kutunza mazingira. Lakini pia kama taasisi tuna mfuko wetu. Mfuko huo ambao unatusaidia kama taasisi kuweza kununua vifaa mbalimbali kwa ajili ya usafi. Tunanunua madustbin mbalimbali, mifagio kwa ajili ya usafi. Sio tu majukumu yetu sisi, lakini pia kuna wafanyakazi wa chuo ambao wanashughulikia masuala ya usafi. Lakini pia hata kama sisi Sauti Sema wanafunzi tunaweza tukatokomeza swala zima la uchafuzi wa mazingira, kwa sababu sio jukumu la wafanyakazi wanaofanya usafi chuoni, ni jukumu la wanafunzi kwa ujumla. Hayo ni maoni ya wanafunzi katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino na klabu ya mazingira inayopatikana chuoni hapa, hasa katika swala zima la utunzaji wa mazingira. Wanasema tunza mazingira ya kutunze. Jina langu ni Maureen Samson wa South TV. Shukran sana Maureen Samson kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, na taarifa hiyo ndio inatutamatishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni katika habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Wiki hii kwenye Home Clinic. Yamkini leo katumia dawa kwa mazoea
Kuna watu tumekuwa tuna mazoea kutumia dawa mbalimbali bila kumuona daktari. Aidha una maumivu ya tumbo na unafahamu fika kwamba dalili hizi ni za ugonjwa fulani. Matumizi ya dawa za kupunguza maumivu mfano paracetamol ama dawa tatu yamekuwa ni makubwa sana, ambapo wananchi wamekuwa wakitumia dawa hizo pasipo ushauri wa kitabibu. Kama huyo mtu atakuwa amepatia dalili ambazo dalili akazipatia vizuri na zikafanana vizuri na ule ugonjwa ambao anautibu, ni rahisi kupata nafuu. Lakini vinginevyo hatapata nafuu, hali yake itaendelea kuwa mbaya. Usikose kufuatilia Home Clinic kila Jumatano saa 11 kamili jioni kupitia Instagram, Facebook na TikTok @SauTV_TZ. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV, na sasa tuziangazie habari za kimataifa. Tukianzia huko nchini Uingereza, mkutano wa kimataifa wa ngazi ya juu umeanza leo wenye lengo la kujadili njia za kurejesha amani nchini Sudan. Mkutano huo unaongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy, unalenga kushirikisha jumuiya ya kimataifa katika kutafuta suluhisho la kisiasa kwa mzozo huo. Kwingineko, Umoja wa Ulaya umetangaza mpango wa msaada wa euro bilioni 1.6 sawa na dola bilioni 1.8 kwa ajili ya kusaidia mamlaka ya Palestina na kugharamikia miradi katika ukingo wa Magharibi, Jerusalem na Gaza inayokabiliwa na uharibifu mkubwa kutokana na mashambulizi ya Israel. Kwa undani wa taarifa hizi za kimataifa, Prince Munisi ametuandalia ripoti ifuatayo. Tukiangazia huko barani Ulaya, Umoja wa Ulaya umetangaza mpango wa msaada wa euro bilioni 1.6 sawa na trilioni 1.8 za kitanzania kwa ajili ya kusaidia mamlaka ya Palestina na kugharamikia miradi katika ukingo wa Magharibi, Jerusalem na Gaza inayokabiliwa na uharibifu mkubwa kutokana na mashambulizi ya Israel. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, takriban euro milioni 576 sawa na trilioni 1.7 za kitanzania zimelenga kutumika kufadhili miradi ya kimaendeleo katika sekta mbalimbali ikiwemo huduma za kijamii na sekta binafsi. Huku euro milioni 82 sawa na bilioni 2.4 za kitanzania zikitengwa kwa shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA. Tukigeukia habari nyingine kutoka huko Palestina, mpango ulioko mezani kwa sasa unapendekeza kusitisha vita kwa muda wa siku 45 huku ukilenga kuhakikisha kuwa misaada ya kibinadamu inafika Gaza kwa haraka na kwa usalama. Vilevile, mpango huo unakusudia kuruhusu mazungumzo ya kina kuhusu kuachiliwa kwa mateka walioko mikononi mwa Hamas sambamba na kuachiliwa kwa wafungwa wa Kipalestina walioko magerezani nchini Israel. Hata hivyo, swali linajitokeza ni kama Hamas itakubali masharti ya mpango huo, ambapo tangu kuanza kwa mzozo wa sasa Hamas imeshikilia msimamo wa kupinga mashambulizi ya Israel, ikisisitiza kuwa suluhu ya kweli ni kukomesha kabisa uwepo wa Israel ndani ya maeneo ya Palestina. Tumalizie hapa barani Afrika, ambapo vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan vilianza miaka 2 iliyopita na vimesababisha janga kubwa la kibinadamu ambalo mashirika ya kimisaada wamelitaja kuwa baya zaidi duniani kwa sasa. Maelfu ya watu wamepoteza maisha huku mamilioni wakikabiliwa na njaa na ukosefu wa huduma za msingi. Serikali ya Uingereza imetangaza msaada wa ziada wa dola milioni 120 kwa ajili ya chakula na huduma za afya, msaada ambao unalenga kusaidia watu walioathirika moja kwa moja na mapigano, hususan wanawake, watoto na wazee walioko katika maeneo yenye migogoro mikali. Kwa mujibu wa mashirika ya misaada, watu milioni 30 wanahitaji msaada wa haraka wa kibinadamu nchini Sudan. Idadi hiyo inaendelea kuongezeka kutokana na kuendelea kwa mapigano na hali ya ukosefu wa usalama katika maeneo mengi ya nchi hiyo. Mimi ni Prince Munisi wa SAUT TV. Asante sana Prince Munisi kwa taarifa hizo za kimataifa. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za biashara na Aksa Raymond.
Karibu mtazamaji wa SAUT TV na sasa ni habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Aksa Raymond. Tuanze habari za biashara ambapo wakazi wa jiji la Mwanza wameingiwa hofu ya kupanda kwa bei ya nyama hasa kuelekea msimu huu wa sikukuu ya Pasaka, hali ambayo imepelekea wengi wao kushindwa kumudu bei ya bidhaa hiyo. Na kwingineko katika habari za biashara, nchi ya Kenya imepanga kutafuta uwekezaji kutoka sekta binafsi ili kuendeleza na kuendesha bandari mbili zilizoko katika pwani ya Bahari ya Hindi. Kwa undani wa taarifa hizi za biashara, Emmanuel Mashole anaeleza zaidi. Imekuwa ni hali ya kawaida ya kupanda kwa bei ya nyama na vitu vingine hasa katika vipindi vya msimu wa sikukuu. Kuelekea sikukuu ya Pasaka, baadhi ya wananchi jijini Mwanza wameingiwa hofu ya kupanda kwa bei ya nyama jijini humo. Bei ya nyama kwa msimu huu inapandaga kulingana na msimu kwanza. Kwa mfano kipindi cha nyuma hapo nyama tulikuwa tunauziwa kilo 1,800. Lakini kwa sasa msimu huu wa Pasaka nyama lazima ipande bei. Kipindi kama hichi nyama huwa zinapanda bei buchani kutokana na kipindi cha msimu wa sikukuu. Wauzaji wa nyama wao wanasema hali ni salama tofauti na misimu mingine iliyopita, hasa kipindi hiki cha msimu ya Pasaka. Ukweli kwa huku sisi imeshuka bei, lakini kwa huku sisi bado tutashusha sababu ya kitu kimoja tu. Kule tunakochukulia kule bei ni nafuu, unaona, lakini kwa huku bado kwa sababu sisi tunafanya kwa kurukishia nauli, unaona. Kule nyama ni 9,000, kwa huku tunauza 10,000, unaona. Kwamba kwa kule tushaichukua kwa 9,000 kule, maana huku tunakuja tunauza 9,000, 10,000, unaona. Baada ya hapo tukishamaliza sisi kuuza 9,000, 10,000, na mara sisi kwa hapo kwenye sikukuu lazima tuwapunguzie. Kwingineko, maendeleo ya sayansi na teknolojia yamekuwa msaada mkubwa hadi kwa wafanyabiashara. Baadhi ya wafanyabiashara ndani ya jiji la Mwanza wameeleza umuhimu wa lipa namba, jinsi unavyowarahisishia huduma katika biashara zao za kila siku. Lipa namba inasaidia pale ambapo mtu anakuwa amepungukiwa au labda hana keshi au ile kwenye kurudisha change au anataka atoe hela, unaanza kurudisha change. Kwa inasaidia kwenye kuokoa muda na kuwasaidia wateja wote mwenye keshi na ambaye hela ipo kwenye simu. Inasaidia kuwahudumia wote. Ni na bei kubwa kwa sababu lazima ukatoe hela halafu ndio uje ulipie bidhaa. Lakini kwenye hizi lipa namba huwa zinatusaidia sana kwa sababu mteja anawahi kutoa na inakuwa ni rahisi sana. Mteja anaweza akawa anataka kulipia bidhaa lakini kwa wakati huo hana pesa keshi. Kwa hiyo anapotumia lipa namba inamrahisishia yeye kufanya malipo kwa uharaka lakini pia bila makato. Mtaalamu wa masuala ya lipa namba Gordon Makawia kutokea jijini Mwanza, yeye anaeleza jinsi lipa namba inavyowarahisishia na kuboresha maisha ya mfanyabiashara mmoja mmoja. Mteja anaweza akalipa moja kwa moja kiasi kile amount ile ambayo anatakiwa kuitoa. Lakini pia kwa mfanyabiashara hela yake ataitoa nzima kama ilivyo. Kama amepokea malipo ya shilingi 100,000, 200,000, akienda kuitoa kwa wakala atatoa kiasi kile bila charges yoyote. Hayo ni baadhi ya maoni ya wafanyabiashara wanaoendana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia katika ulimwengu wa sasa ndani ya jiji la Mwanza, ambao wanatumia lipa namba kwa lengo la kukuza na kurahisisha huduma zao za kibiashara za kila siku. Baada ya kupata habari za ndani ya taifa la Tanzania, na sasa ni nchini Kenya, ambako serikali ya nchini Kenya inatafuta washauri wa kusaidia kupanga mikataba ya maendeleo ya bandari kupitia muundo wa ubia kati ya sekta ya umma na binafsi PPP kwa bandari za Mombasa na Lamu. Na hii ni kwa mujibu wa tangazo lililowekwa kwenye tovuti ya Wizara ya Fedha ya nchini Kenya. Ili kuendelea na juhudi za kukabiliana na ushindani unaoongezeka kutoka kwa bandari za mataifa ya jirani, Wizara ya Fedha inasema kuwa mamlaka ya bandari ya nchini humo KPA haina uwezo wa kifedha kugharamia miradi hiyo peke yake. Hivyo kushirikisha mitaji binafsi ni muhimu, kwani kunapunguza utegemezi wa mikopo nje ya nchi. Pia taifa la Kenya inapanga kutoa dhamana za miundombinu ili kuvutia mitaji ya muda mrefu kutoka kwa washirika wa hifadhi ya jamii pamoja na makampuni ya bima.
kwa lengo la kujenga gati mpya katika bandari ya Mombasa na mitambo ya kontena katika bandari ya Lamu. Mtazamaji, ni mwisho wa mchanyato wa habari za biashara na uchumi. Punde ni habari za michezo na burudani na mwanamchezo wetu Hamud Sanze. Endelea kutazama Sauti TV habari. Mimi ni Aksa Raymond Kioni. Ni matumaini yangu umzima buheri wa afya, mwanamichezo mwenzangu. Karibu katika michezo na burudani ya Sauti TV. Mimi ni Hamud Sanze. Na tukianza katika mipaka ya Tanzania, wadau wa soka nchini wameshauri shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF na bodi ya ligi kuu TPLB kutoa maamuzi sahihi kuhusu utata uliotokea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo ili kulinda ubora wa ligi ya Tanzania. Na kwa upande wa uga wa kimataifa, mabingwa wa muda wote na mabingwa watetezi wa ligi ya mabingwa barani Ulaya Real Madrid kesho watashuka dimbani majira saa 4 usiku kuikabili Arsenal the Gunners kwenye mchezo wa robo finali, mkondo wa pili wa michuano hiyo utakaopigwa kwenye dimba la Santiago Bernabeu nchini Uhispania. Kwa uchambuzi wa kina wa kimichezo, tuungane na mwanamchezo wetu Isa Omar Isa anatuarifu zaidi. Ni takribani mwezi na siku kadhaa zimepita tangu kuahirishwa kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya wananchi Young Africans na wekundu Msimbazi Simba. Mashabiki lialia wa Simba na Yanga wameshauri TFF na bodi ya ligi kuu TPLB kutoa maamuzi sahihi kuhusu utata uliotokea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo ili kulinda ubora wa ligi yetu. Ligi kuu Tanzania bara kwa sasa hivi ni ligi ambayo inafanya vizuri sana barani Afrika, ikishika nambari 5 mpaka 6 kwa vipindi tofauti tofauti. Kwa hiyo kuna mmoja ama nyingine maamuzi yanatakiwa yawe maamuzi ambayo upande wa Simba itakubaliana nayo, upande wa Yanga itakubaliana nayo. Sawa, ili kujenga na ile image na kuendeleza, maana unajua mwisho wa siku Simba na Yanga ndio timu ambazo zinatengeneza ile image ya NBC Premium, inatengeneza ile image ya mpira wa miguu wa Tanzania. Cha kwanza ni lazima wazingatie weakness ambayo imesababisha kutokucheza kwa mechi ya Simba na Yanga. Cha pili ni kuweka kanuni ambazo zitakuwa bora sana, ambazo zitakuwa bora sana au zitakuwa rafiki kwa timu zote kwa ujumla ligi kuu Tanzania bara. Tukizingatia tukio lilotokea kwa Simba na Yanga, ni kuna baadhi ya mechi zimeamliwa kwa kunyang'anya pointi. Mfano kama tukienda JKT Queens na hisi kuna baadhi ya mechi pia uwanjani walinyang'anya pointi. Tukija kwa Stand United kuna baadhi ya mechi hawakucheza wakanyang'anya pointi. Even though issue kama hiyo inasababisha kuuliza maswali mengi sana kwa mashabiki. Taifa Stars kaenda kule Morocco, hajafanya mazoezi ya mwisho na game kacheza. Hiyo sio sababu ya muhimu kusema kwamba game sicheze. Tu ni viongozi kushindwa kuiongoza timu. Katika hatua nyingine, klabu ya wekundu Msimbazi Simba Sports Club kupitia msemaji wake Ahmed Ali amesema mechi yao ya mkondo wa kwanza ya nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Stellenbosch ya Afrika ya Kusini itapigwa majira ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, kwa kuwa huo ndio muda mzuri ambao mnyama atafanya ubaya ubwela. Mechi hii ni saa 10 kamili jioni, jua kali linawaka, ndio mechi inapigwa, na kwa makusudi na kwa sababu zetu tumeweka muda huo kwa sababu muda mzuri wa mazishi waga ni saa 10. Umeelewa eh? Muda mzuri wa kumzika mtu waga ni saa 10. Na sisi mida yetu yote ambao tukitaka kufanya ubaya ubwela na inatiki waga ni saa 10. Kwa saa 10 tunakwenda kuzika mtu. Tukielekea kunako kimataifa, siku ya kesho majira ya saa 4 kamili usiku Real Madrid anashuka dimbani kuchuana vikali na Arsenal katika mkondo wa pili wa robo finali ya kombe la mabingwa barani Ulaya.
Mchezo huu unatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa kutokana na washika mituto London Arsenali kuwa na uongozi wa mabao 3-0 waliowapata kwenye mchezo wa robo fainali mkondo wa kwanza uliopigwa katika dimba la Emirates dhidi ya vijana hao wa Carlo Ancelotti. Madrid, mabingwa mara 15 michuano hiyo, wamekuwa tishio wakicheza kwenye dimba la Santiago Bernabeu. Mwamuzi Francois Letegia kutoka Ufaransa amethibitishwa kusimamia sheria 17 za mchezo huo. Hii itakuwa mara ya kwanza kwa Letegia kusimamia mchezo wa Arsenal, lakini amewahi kuchezesha mechi 4 za Madrid, ikiwemo ile ya hivi karibuni ambapo Madrid walipoteza mabao 2-0 dhidi ya Liverpool katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa mnamo Novemba mwaka 2024. Refa huyo mwenye umri wa miaka 35 pia alisimamia sare ya mabao 3-3 kati ya Real Madrid na Manchester City msimu uliopita katika hatua ya robo fainali, pamoja na ushindi dhidi ya Napoli na Chelsea ndani ya miaka 2 iliyopita. Robo fainali nyingine itapigwa kule nchini Italia ambapo Inter Milani watachuana vikali dhidi ya The Bavarians FC Bayern Munich. Isa Omar Isa, SAUT TV. Shukrani sana Isa Omar Isa kwa taarifa hizo, na hadi kufikia hapo sina la ziada katika michezo kwa siku ya leo. Mimi ni Hamud Sanze, na sasa nirudishe kijiti kwake Glory Nko kwa kutamatisha habari kwa siku ya hii leo. Na taarifa hizo za michezo ndizo zinakutamatishia taarifa ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla kumaliza taarifa ya habari, tupate tena muhtasari wake. Na miongoni mwa taarifa tulizokuandalia ni pamoja na wananchi wa jiji la Mwanza wameeleza umuhimu wa kusoma vitabu. Nchini Uingereza, mkutano wa kimataifa wa ngazi ya juu umeanza leo ukilenga kujadili njia za kurejesha amani nchini Sudan. Na katika michezo, ukimya wa TFF kuhusu dabi ya Kariakoo waibua mashabiki wa soka nchini. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami Glory Nko nitakayekusomea habari za kitaifa na kimataifa, Aksa Raymond katika habari za kibiashara, lakini Hamudi Sanze katika habari za kimichezo. Na tuanze na habari za kitaifa.